Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Lakini ripoti yetu ya leo inazungumza ikisema kwamba vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vitaishinikiza Iran kurejea katika meza ya mazungumzo au wa Iran wataweza kukubali kushindwa katika uwanja wa vita? Endelea kuwa nami uweze kufahamu kwa mapana. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametishia kushambulia na kuharibu madaraja na vituo vya kuzalisha umeme nchini Iran wiki ijayo, licha ya kwamba mashambulizi hayo yameanza usiku wa kuamkia leo ikiwa nchi hiyo haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Kauli hizo zilizotolewa katika mahojiano na shirika la habari la Fox News huko nchini Marekani na Iran zikiendelea kushambuliana kwa siku ya 5 mfululizo. Awali Trump alibatilisha tishio la kutoza ada 20% kwa shehena zote zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini baadaye akaendelea na hatua ya kuzuia usafirishaji wa mizigo kupitia bandari za Iran. Nchi hiyo itakumbana na hali mbaya sana wiki ijayo. Donald Trump alisema, tutaharibu vituo vyao vyote vya kuzalisha umeme. Mwezi Aprili, Trump alitishia kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Iran ikiwemo madaraja na vituo vya kuzalisha umeme. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa na haki za binadamu Volker Turk alijibu wakati huo na kusema, kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kushambulia kwa makusudi miundombinu ya raia ni uhalifu wa kivita. Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949 kuhusu sheria za kibinadamu wakati wa vita inapiga marufuku mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyochukuliwa kwa muhimu wa maisha ya ustawi wa raia. Lakini wakati huu rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaonekana kufanya mashambulizi katika miundombinu ya raia, ambapo usiku kucha baadhi ya madaraja yameshambuliwa, lakini pia na hata katika maeneo ya viwanja vya ndege nako pia vimeshambuliwa. Donald Trump amesema kuwa wapatanishi wa Marekani waliwaambia wenzao wa Iran Jumanne jioni kwamba ni heri mkubali kufanya makubaliano, la sivyo hamtabaki na chochote. Kuongezeka kwa kauli hizi kali na zenye vitisho kunakuja wakati Rais Donald Trump aliposema kwamba ushuru wa 20% aliokuwa ametishia kutoza kwa usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ungeondolewa na badala yake kuwepo makubaliano ya kibiashara na uwekezaji na mataifa ya Ghuba. Tangazo la Trump limetolewa saa chache kabla ya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi yaliyodumu kwa saa 7 dhidi ya Iran, na huku akiendelea kuzuia bandari zake. Kulingana na jeshi la Iran, wanajeshi takribani 7 waliuawa katika mashambulizi ya Marekani yaliyolenga kambi ya kijeshi katika mji wa Bampur kusini mashariki mwa Iran mnamo siku ya Jumatano. Na wakati huo televisheni ya taifa ya Iran IRIB imeripoti kuwa Tehran ilirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea maeneo yaliyo na kambi za Marekani nchini Jordan, Kuwait pamoja na Bahrain. Hata hivyo, kujibu tangazo la Trump, Iran imesema itaendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba mlango huo hawataweza kuuacha kamwe, na wanasema ni bora wakose silaha za nyuklia lakini sio mlango wa bahari wa Hormuz, na wataendelea kupigania mlango huo wa bahari wa Hormuz. Hii ni kauli ya ni kauli iliyotolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabad, akisema uamuzi wa Donald Trump wa kurejesha kizuizi cha majini na vitisho vyake kwa namna fulani umevunja makubaliano ya awali kusitisha mapigano, na kwamba wao sasa wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Gharibabad pia alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kuwa ikiwa Marekani inadhani kuwa kwa kuongeza mashambulizi yake ya kijeshi na kutuzuia kiuchumi tutarejea kwenye meza ya mazungumzo, basi inakosea, kwa maana wa Iran hawawezi kurudi katika meza ya mazungumzo, kisa tu Rais Trump ametishia kuwashambulia vibaya kama ambavyo ameeleza siku za hivi karibuni. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni ripoti ambayo tulikuwa tunaangazia vita vya Marekani na Iran na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitoa vitisho dhidi ya Iran katika kuwashinikiza wa Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo, ambayo yeye binafsi alizungumza huko akiwa nchini Uturuki katika mkutano wa NATO kwamba kwanza makubaliano ya awali ameyafuta na sasa ni kuishambulia Iran tu, na wa Iran wanasema hawakubaliani na kushambuliwa bali watajibu kwa kila shambulizi ambalo Trump na majeshi yake watayafanya katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein.